Habari za saizi. Leo nitazungumzia issue ya aina ya chai ambazo na ingredients za tangawizi ambazo ni nzuri kiafya, very potential. Umeona? Chai namba moja ni hii chai ambayo tumeizoea wengi, ambayo unachukua tangawizi, unaichemshia kwenye maji ya moto, unamimina kwenye kikombe cha chai, unakunywa, unaweka tu sukari, unakunywa kawaida tu kwa siku, asubuhi labda na jioni. Unajua issue ya functionality ya tangawizi tukihusianisha na afya huwa inategemea na consistency ya kimatumizi. Umeona? Nishazungumzia video zilizopita kivipi tangawizi ni dawa au nutrients ambazo zipo kwenye tangawizi zinazofanya tuseme kwamba tangawizi ni dawa. But the issue ni kwamba inatakiwa utumie tangawizi kwa consistency. Sio unatumia leo tangawizi wiki ijayo ndo, yani tumia kwa consistency, kwa mtiririko. Umeona? Kwa aina ya kwanza ni hiyo ambayo nimekuelezea hapo. Lakini aina ya pili unaweza ukachemsha maziwa fresh yale ukamimina kwenye kikombe cha chai, ukachota tangawizi ya unga, ukaikorogea kwenye kikombe cha maziwa, ukawa unakunywa asubuhi na jioni. Inakuwa ni chai moja nzuri, chai moja very potential. Umeona? Lakini chai namba tatu unaweza ukachemsha maji ya moto. Umeona? Ukachota tangawizi yako ya unga ambao ni nzuri, umeona, ambao ni natural kabisa, ni pure, umeona, ukakorogea kwenye maji ya moto, ukachota asali, ukakoroga pale, baada ya kuweka sukari unaweka asali. Kwa hapo unakuwa umechukua nutrients nzuri sana, na maana nasema ni chai moja kati ya chai ambazo zina faida kiafya. Hapo nadhani tumeshaelewana hapo. Mimi nazungumzia chai zenye faida kiafya zenye tangawizi, na ingredients zipi ambazo unaweza ukazitengenezea chai yenye tangawizi ambazo zina faida kiafya. Lakini chai nyingine ni baba la baba, yani chai moja nzito, chai heavy, chai expensive. Hii chai inakuwa na unga wa majani ya mlonge, umeona, lakini inakuwa na asali, inakuwa na tangawizi. Hapo inakuwa ni chemistry ambayo imeshachanganywa. Wewe unachokifanya ni kwamba unachemsha tu maji ya moto, unamimina kwenye kikombe cha chai, unachota huo mchanganyiko ambao una asali, una tangawizi, una mlonge, unakoroga, unakuwa unakunywa asubuhi na jioni. Umeona? Hizo zote ni chai ambazo ni very potential. Yaani nazungumza vitu ambavyo na experience ni nzuri sana kiafya. Umeona? Video nyingine nitaelezea kivipi au chai hii inamfaa mtu yupi au chai hii ina faida zipi. Nitakuwa naelezea moja moja. Maana chai ni aina 3 au 4, kwa hiyo nikielezea kwa video moja itakuwa ni ndefu sana. Kwa hiyo nitaelezea video nyingine. Aina fulani ya chai ina faida ipi? Aina fulani ya chai ina faida ipi? Umeona? Na kitu kingine nahitaji tuelewe kitu kimoja. Tuzingatie kwenye issue ya mtiririko wa kimatumizi. Umeona? Sio unakunywa tu siku 4 umepotea. Unywe baada ya kuwa umeelimika, unywe kizalendo kwa kujali afya yako. Usinywe kama umeagizwa au umetumwa na mtu kwamba unywe. Unywe ukielewa faida, na hizi ni faida ambazo watu wameshatumia na wameshaziona, na watu wamebadilika kiafya na wengine wamepona baadhi ya changamoto fulani za kiafya. Kwa hiyo ni chai ambazo ni potential, ni kama tiba lishe fulani, kwa hiyo ni nzuri sana. Asante. Mimi niishie hapo leo. Video nyingine nitapambanua kivipi kila aina ya chai ina faida zipi kiafya, au inamhusu yupi, mtu gani akitumia hii aina ya chai anaenda clear au kuweka mambo sawa kwenye mwili, kwenye vitu fulani fulani. Asante.